Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amesema jaribio la kuchukua madaraka kwa nguvu linaendelea baada ya baadhi ya wanajeshi wa kikosi maalum kujiunga na maandamano ya vijana wa Gen Z. Rais huyo amesema jaribio la kuchukua madaraka kwa nguvu linaendelea nchini humo baada ya baadhi ya wanajeshi wa kikosi maalum cha CAPSAT kujiunga na maandamano ya vijana wanaodai kujiuzulu kwake. Hata hivyo, hakukuwa na dalili za mapigano mitaani Jumapili, ingawa kulikuwa na uwepo mkubwa wa kijeshi katika mji mkuu wa Antananarivo. Kiongozi wa kikosi hicho, Kanali Michael Randrianirina, amekanusha madai ya mapinduzi, lakini akasema wanajeshi wake wametii wito wa wananchi. Kikosi cha CAPSAT kimedai kuchukua udhibiti wa jeshi lote la Madagascar na kumteua Jenerali Demosene Pikulasi kama mkuu mpya wa majeshi. Serikali ya Rajoelina imelaani vikali hatua hiyo, ikisema ni jaribio la kuvuruga utulivu wa taifa na kuwataka raia wote kulinda katiba na uhuru wa taifa. Haikujulikana mara moja rais yuko wapi, huku ripoti zikisema huenda amejificha kwa usalama wake. Kwa wiki tatu mfululizo, taifa hilo la kisiwa chenye watu zaidi ya milioni 31 limekumbwa na maandamano makubwa zaidi tangu miaka mingi. Vuguvugu hilo la vijana wanaojiita Gen Z Madagascar lilianza kutokana na ukosefu wa maji na umeme, lakini sasa limepanuka kudai mageuzi ya kisiasa na kujiuzuru kwa serikali. Umoja wa Mataifa unasema watu 22 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika maandamano hayo, ingawa serikali inapinga takwimu hizo. Kiongozi wa CAPSAT amesema askari wake walifyatuliana risasi na vikosi vya usalama vilivyokuwa vikijaribu kuvunja maandamano, na mwanajeshi mmoja wa kikosi hicho aliuawa. Madagascar ina historia ndefu ya migogoro ya kisiasa na mapinduzi ya kijeshi tangu ilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Mfaransa mwaka 1960. Rajoelina mwenye umri wa miaka 51 alichukua madaraka kwa mara ya kwanza mwaka 2009 baada ya mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi. Kisha akashinda uchaguzi wa mwaka 2018 na kurejea madarakani tena mwaka 2023. Maandamano ya sasa yameungwa mkono na vyama vya wafanyakazi na mashirika ya kiraia, yakilalamikia ufisadi, umaskini, gharama kubwa ya maisha na kukosekana kwa huduma bora za elimu na afya. Serikali imeweka amri ya kutotoka usiku katika mji mkuu na miji mingine mikubwa, huku waandamanaji wakiapa kuendelea hadi rais aondoke madarakani. Marekani kupitia ubalozi wake wa Antananarivo imewaonya raia wake kubaki majumbani kutokana na hali isiyotabirika na hatari. Umoja wa Afrika nao umezitaka pande zote za kiraia na kijeshi kuepuka vurugu, kutumia njia za mazungumzo kurejesha utulivu. Rajoelina alijaribu kupunguza shinikizo kwa kufuta kazi mawaziri wote, akiwemo waziri mkuu, mwishoni mwa mwezi Septemba, lakini hatua hiyo haikutosha kuwanyamazisha waandamanaji vijana wa Gen Z waliopata msukumo kutoka maandamano yaliyotikisa Nepal na Sri Lanka. Wanasema wanataka mabadiliko halisi, si maneno. Hali hii nchini Madagascar imebaki kuwa tete, huku jeshi likigawanyika na serikali ikijaribu kurejesha udhibiti. Dunia inasubiri kuona kama taifa hilo litarejea tena kwenye utulivu au kuingia tena katika mzunguko mwingine wa mapinduzi ya kijeshi. Mimi ni Travis Chao.